كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وشاهدنا وعلى ما قال ربنا خالقنا من الشاهدين والشاكرين. Tumeipata tilawa mzuri kutoka kwa ndugu yetu mzuri al-Ustadh Sheikh Muhammad Saleh. Mwenyezi Mungu aipambe sauti yake kwa Qur'ani. Mwenyezi Mungu amjalie ni mizmar katika mazamiri Ali Daud. Sasa tunamwomba Sayyid Ahmad bin Sayyid Mahsen Sayyid, tafadhal utueleze dauri ya madrasa katika kutengeneza vijana wetu, na kwa sasa vipi madarisi yamalizwa, sababu ikiwa mtoto atakwenda skuli saa 12 mpaka saa 2 au saa 12 mpaka saa 12 au saa 12 mpaka saa 1, na Jumamosi pia aende asubuhi mpaka jioni, abakishiwe Jumapili half day, je, maadili yatapatikana? Tafadhali. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا معجز الإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نحمده على تفضله علينا بكتابه فضلا كبيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ونصلي ونسلم على حبيبنا ونور قلوبنا المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلاة تتصل ولا تنقطع بكرة وأصيلا صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، mada niliopewa ni pana, na nitapenda kabla sijazungumza lolote, kwa sababu ilmu ya dini, madaris katika mwambao huu wa pwani au Afrika Mashariki kijumla, nitaanza kuzungumza maneno haya ili tuweze kuingia katika maudhui kwa namna ambayo kwamba itafahamika uzuri zaidi. Akhil al-Karim, je,
wajua kuwa mwambao wa pwani na Afrika Mashariki kwa jumla lam takun yawman sahilan khamila bal kanat mahdan lilulama. Je, wafahamu kuwa Afrika Mashariki hakukuwa ni pahali ambapo kwamba kumekaa ovyo ovyo, bal ilikuwa ni mlezi wa ulama wa marji'an lithaqafa, na ndio mageregelewa ya thaqafa, ilmu, ujuzi, tamaduni, wa mash'alan linuhudh alfikri alislami, na ndio ule mwangaza wa muamko wa kifikra za Kiislamu. Tatadaffaqu minha anharul ilm. Katika mwambao huu kulikuwa zikitoka kama mfano vile maji yanavyotumbuka katika jito, katika jabali, ikitoka katika jabali lile mito ambayo kwamba watu wanaofaidika nayo. Watatafajjaru fiha arru'a wal ibda'. Ndani ya Afrika Mashariki palikuwa ndipo pahali palipokuwa kila ubunifu ukitoka sehemu kama hii. Ni sehemu ilikuwa na ilmu, ilikuwa na ilmu kabla hajaja mkoloni. Usiulize Lamu na ilmu iliyokuwa Lamu, wa kila nyanja unazozijua ni za ilmu. Usiulize upande wa ilmu ya dini, hiyo ndio ilikuwa ni kibla cha ilmu ya dini. Usiulize al-mi'mar, ujenzi na kadhalika, ukulima, uvuvi, biashara, kila unachokijua kilikuweko katika Afrika Mashariki. Usiulize visiwa vya Zanzibar na Unguja. Usiulize Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda. Kote huku kulikuwa na ilmu ambayo kwamba yatambulikana ulimwengu mzima, ilikuwa ni sehemu zina utamaduni. Walakin hazikupata ilmu kama hizi at-tawfiq, kuwa zimeandikwa, zimekuwa katika vitabu za historia, watu walioko mbali waweze kujua tulikuwa hali gani, tulikuwa vipi, nyanja za ilmu mbalimbali ambazo kwamba anazohitajia mwanadamu. Wala hazikupata waandishi ambao kwamba waloandika kisawasawa wakaweza kuipatia haki Afrika Mashariki namna walivyokuwa wameendelea upande wa kiilmu. كانت الحركة العلمية في القرون الماضية kabla hapo nyuma zaidi kidogo, upande wa ilmu ya dini ilikuwa ghariqatan fi subatin amiq. Culture, ujenzi, utamaduni wengine mbalimbali, ilmu ya dini ilikuweko, lakini haikupata kuenea kama ilivyokuja baadaye, na tutaeleza historia ilianza vipi hii ni madrasa ikaweza kunawiri katika jamii yetu. Lakini mwisho wa karne ya 13 ya Hijiria, ambapo ni katika miaka ya 1882,
تفجرت الصحوة وتوهج النور فانبعثت الثقافة وتحرك الفكر ودب العلم في الأجساد كالروح وفي العقول كالضياء. Lakini katika karne hii ya 13 ya Hijiria, ikiwa ni katika karne ya 19 mwaka takriban miaka ya 1882, ilmu ya kidini ilianza sasa kuenea, kusambaa, na watu ambao waloshika bendera katika kuelimisha umma ni Ali Baalawi, ulama ajilla ambao wana asili ya kutoka Hadramaut. Yarji'u al-fadlu ba'da Allah ila sadatina Ali Baalawi. Fadla yarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ilmu zote zatoka kwake, lakini ilikuwa ilmu hii ilianza kuenea katika Afrika Mashariki kupitia hawa mabwana wa fi muqaddimatihim al-Qutb al-Habib Saleh bin Alawi Jamal al-Layl, ambaye ndio muassis wa Masjid Riyadh al-Janna ambayo yuko Lamu. Hii ilikuwa ni katika miaka ya 1354 sawia miaka 1935. Al-Habib Saleh katika zama zake alipokuwa yuko pamoja na Al-Habib Ahmad Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar bin Sumait, ambaye alifariki katika miaka ya alikuwa katika miaka ya 1343. Na wakati huo elimu iliposhamiri, walikuwa na nguzo ya tatu katika nguzo ya ilmu ya Afrika Mashariki, mbali Lamu akiwa Al-Habib Saleh bin Alawi Jamal al-Layl, Unguja akiwa Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Sumait, na mwingine watatu katika nguzo za ilmu za Afrika Mashariki ni Al-Habib au ni Sheikh Abdullah Bakathir, ambaye kwamba alikufa katika miaka ya 1344. Ndugu zangu na wazee wangu, najaribu kueleza ili niweze kuingia katika hii madrasa ambayo kwamba leo ni fakhri ya kila mtu ambaye kwamba yuko Afrika Mashariki. Na hatuwezi kumsahau vile vile Al-Habib Abdurrahman Sagaf, Sheikhul Islam. Hawa ni katika watu waliokuwa na dori kubwa sana katika kueneza ilmu ya dini. Kuna thakafa kubwa sana ya Kiswahili iliyokuwa hao waliokuwa wakifundisha dini. Moja katika watu maarufu sana walotunga vitabu zamani ni yule aliyotunga kitabu kinachoitwa Inkishaf, ambao ni tarjama ya Hamzia ya Imam al-Busiri, tungo ambazo kwamba mpaka leo ukienda katika university watu watengeneza ma PhD wakizisoma tungo za Afrika Mashariki. Ni fakhri ya kila mtu ambaye kwamba anaishi sehemu kama hizi. Waraaha uqulun lam tastakin wa fi tali'atihim asada al-ahadila wal mashaikh alladhina qaddamu. Na mashaikh mbalimbali ambao kwamba wamekuja katika sehemu kama hizi, wamepitia katika Afrika ya Mashariki. Moja ni katika mashaikh vile vile waliokuwa na Sheikh Said na Sheikh mwenye Kombo, Sheikh na mashaikh mbalimbali waliokuwa sehemu za Uganda, Tanganyika, na Sheikh Ahmad Mkilindini. Wote hawa ni katika ulama ambao kwamba ni moja katika majmua ya haraka za Afrika Mashariki za upande wa ilmu. Napenda nifahamishe madrasa zilikuwa na nguvu gani na zilikuwa zikifanya kazi kiasi gani, tuweze kuchukua taswira ya wakati huo wa nyuma na wakati wetu wa sasa. Katika zama ambazo kwamba sio mbali sana, siku moja katika mji wa Lamu walikusanyika
kwa sudfa, bila ya kuwa kuna mashindano wala kuna ijtimai wala mkutano, katika moja katika misikiti ya Lamu. Waweza kutasawar msikiti mmoja kupatikane mahufadhi 60. Allahu akbar. Bila ya kuwa wamekusudia wasoma wako madrasa au wasoma juzu, la, katika msikiti mmoja tu kuna unakwenda katika mji wa Lamu, ilipokuwa ilmu ya dini imeshamiri kisawasawa, mahufadhi na hufadhi wa zama zile, si hufadhi wetu wa sasa hivi ambao kama mtu ni hafidhu Qur'ani atakuswali haswali. Mwenyezi Mungu nasallallahu al-afia wa salama. Msikiti mmoja tu katika msikiti ya Lamu kulikuwa na watu sampuli hiyo. Hii ni taswira ya kutosha ya kuonesha namna gani Afrika Mashariki ilivyokuwa hai katika ilmu ya dini, na tujaribu kulinganisha zama zile na zama zetu za sasa. Ahbabi fillah, katika mwambao huu wa pwani kulikuwa na watu ambao kwamba wakiandika, bal si walikuwa wao wakinunua vitabu ambavyo kwamba vimetoka China au kalamu ya kutoka sehemu fulani, bal ilikuwa tangu wino ukitengenezwa Afrika Mashariki, kartasi ikitengenezwa Afrika Mashariki, vitabu vikiandikwa Afrika Mashariki. Hii ni kuonesha kuwa vipi madrasa ilikuwa na dauri kubwa sana. Ni makosa makubwa, na historia inafanya dhulma kubwa kwa wale wanaoandika wakisema kuwa Afrika Mashariki kabla hawajaja wa koloni ilikuwa ni watu ambao kwamba ni umma ummia. Hii ni madhambi makubwa na ni makosa makubwa. Huwezi kusema Afrika Mashariki kulikuwa na watu ambao kwamba hawakusoma. Wangejaribu wa koloni kubadilisha historia na kutuambia sisi kuwa walikuja huku wakawapata watu hawakusoma, ilhali kuwa watu walikuwa wakitunga, watu wakitengeneza majahazi, watu walikuwa wakiandika, watu. Moja katika maajabu ya Afrika Mashariki ilikuwa utamaduni ulivyokuwa na nguvu sana. Kuna watu wanaweza kukaa kuanzia asubuhi mpaka usiku wakawa wanazungumza kwa lugha ya mashairi peke yake, lugha ya ushairi. Hii ni kuonesha kiasi gani zilikuwa akili za watu kama hawa ziko mbali katika ilmu. Ilmu si kuzungumza kizungu, wala ilmu si kuandika ABCD. Ilmu ni maarifa, na sisi tunaitakidi kuwa hakuna ilmu bora zaidi kwa mwanadamu kama ilmu ya kumjua Mola wake. Ukisoma leo mashairi ya Kiswahili utapata ndani yake kunao kila asalibi za lugha, majazi iliyoko ndani ya lugha ya Kiswahili. Utapata kila aina katika mashairi ya Kiswahili. Utapata kuna kinaya katika mashairi ya Kiswahili, utapata kuna jinas, vilma ambavyo kwamba vafanana, na zote hizi zilikuweko, ikionyesha nguvu ya ilmu iliyokuwa katika sehemu kama hii. Nafikiri mkisoma katika historia mtapata kuna bwana mmoja akiitwa Bwana Muyaka, kuna Al-Habib Mansab Al-Husaini, kuna Said Umar Al-Ahdal, kuna mwana kupona ambao kwamba huyu ni mwanamke, kuna Uthman Ali-Sheikh Fakhrul Wujud, kuna Fumu Liongo, kuna Said Amin Al-Ahdal, kuna Sayyida Amina binti Amin Al-Ahdal. Wote hawa walikuwa ni wanazuoni wa kunyoshewa vidole, na haya yote yametoka katika madrasa ambazo ndizo tunazikusudia kuzungumzia leo. Asawahil laysa safha au laysat safhatan nasiha zaman, si kuwa ni vitu ambavyo kwamba vishapitikiwa na wakati, wala tarfan ba'idan fi kharitati al-ulum, wala si kuwa ni jambo ambalo kwamba uswahilini ni pahali kuko mbali na ilmu, bal hiya al-jidhru al-asil wal-dhiya'u al-muttaqid wa tarikhuha yastahiqqu al-bahtha wat-taqdir wal-inaya.
likay la tadhi'a al-amjadu fi zahmati tarikh. Uswahilini na ilmu zilizokuwa katika Uswahili na sehemu hizi za Afrika Mashariki kijumla zilikuwa safu za mbele kabisa katika ilmu. Hatuwezi kusahau wala hatuwezi kulifumbia macho jambo kama hili. Wazee wangu na ndugu zangu mnaonisikiliza, nataka nisiwachokeshe sana, tuingie katika dori kubwa sana lilochezwa na ilmu ya madrasa zetu katika kulinda maadili mema. Inna al-madrasata fi al-islam hiya masna'u ar-rijal wa mashrabu al-iman. Madrasa ndio tuweza kusema ni factory ya kutengeneza wanaume, na tupo pahali watu kujazwa iman. Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi katika aya iliyoko katika suratul al-Jumu'ah asema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akieleza kuhusu kumwelezea bwana mtume akisema, yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Mwalimu wa kwanza wa ulimwengu ni bwana mtume Muhammad sallallahu rabbi wasalamu alayhi. Ni yeye ambaye kwamba katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad asema, inma bu'ithtu li utammima, inma bu'ithtu muallima, mimi nimetumilizwa, sikutumilizwa isipokuwa ni mwalimu. Waqad asasa masjid Quba wa masjid al-Nabawi, ikawa ndio markaz au ni marakizi taalim. Mtume ndio mwalimu wa kwanza na yeye ndio aloasisi, akafungua masjid Quba, ikawa ndio kituo cha maansar wakisoma. Akafungua milango katika masjid al-Nabawi al-Madina al-Munawwara, akawa amefungua milango kuwasomesha watu. Hii ndio asili ya madrasa katika Uislamu. Angalia madrasa ya kwanza ya bwana mtume Muhammad sallallahu rabbi wasalamu alayhi. Angalia as-Sufa iliyokuwa katika Masjid an-Nabawi, ilikuwa ni madrasa, haikutengenezwa kwa tiles wala haikutengenezwa kwa marumaru, wala haikuwa ni madrasa ambayo kwamba leo kila mmoja ajifakhiri na chuo chake na madrasa yake. Ilikuwa ni madrasa imetengenezwa kwa mitende, lakini angalia ilivyoweza kutengeneza watu, kama ikatoa ndani yake Abu Huraira, akatoka Salmanul Farisi. Al-Imam Shafi'i rahimahullah nashaa yatiman, ameinukia ni yatima. Tarabba fil katatib, ameinukia katika madrasa. Alikuwa nini baada hapo? Fasara imaman fi dunya. Leo al-Imam Shafi'i ulimwengu mzima wamtambua ni nani. Hii ni moja katika thamara min thamarati al-madrasa al-Mustafawiyya, ni moja katika matunda ya madrasa ya bwana mtume Muhammad sallallahu rabbi wasalamu alayhi. Lazima madrasa zetu ziwe zitakuwa na manhaji ile ile aliyoanza nayo bwana mtume Muhammad sallallahu rabbi wasalamu alayhi, ile iliyoelezwa katika Qur'an. Mwanzo ni at-tilawa, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, na tazkia. Asli ya madrasa ilikuwa ni malezi kabla ya ilmu yoyote, ni hikma ambayo kwamba inapatikana katika madaris. Hii ndio misingi aliyoiweka bwana mtume Muhammad sallallahu rabbi wasalamu alayhi. Madrasa ni taqwa, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Mwogopeni Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ndio atafanya nini?
atawapa ilmu. Ahibati fillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surah at-Tauba akieleza asema la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahqqu an taquma fihi, akieleza kuwa madrasa msingi wake ni kumwogopa Mwenyezi Mungu. Msikiti ndio ulikuwa ndo madrasa ya kwanza, na madrasa ilifaulu sana ilipokuwa iko msikitini. Madrasa ilikuwa ni pahali pa ibada, madrasa ilikuwa ni pahali pa ilmu, madrasa ilikuwa ni pahali pa malezi. Madrasa haikujengwa kwa malengo ya biashara, wala haikutengenezwa madrasa kwa malengo ya kujionesha kwa huyu ajua huyu hajui, wala madrasa haikujengwa ya Kiislamu kuanzia as-salafu salih, isipokuwa ilijengwa kwa misingi ya kumtengeneza huyu Muislamu awe ataweza kuibeba risala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume salawatu rabbi wasalamu alayhi, tukiingia katika upande wa madrasa na tabia njema, Mtume katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad asema inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Mtume ndio mwalimu wa kwanza na ametumilizwa kwa ajili ya akhlaq. Ndio kaona madrasa zilifaulu pale zilipokuwa ndani yake kuna akhlaq. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah alipokuwa akisoma madrasa asema tulipokuwa tukisoma madrasa sisi tulikuwa tukilelewa mambo ambayo kwamba muhimu zaidi yakizingatiwa katika madrasa ni ikhlas, ni tazkiyatun nafs. Mwisho al-Imam Ghazali fasara hujjatan lilislam, akawa ni hoja katika Uislamu kwa sababu alipata misingi iliyokuwa thabiti. Al-Imam Malik asema mamake alimpa adabu, alimuongoza, alimshika mkono. Waqalat lahu, akimwambia al-Imam Malik, khudh min adabi muallimika qabla ilmihi, khudh min adabi muallimika qabla ilmihi, tukua adabu ya mwalimu wako kabla hujatukua elimu yake. Hivi ndivyo ilivyokuwa Al-Azhar Sharif. Na hapa wanafunzi wanaonasibisha na Azhar Sharif wako hapa. Zamani ilikuwa lazima ukienda katika halaka kutaka kusoma mwanzo lazima uombe ruhusa, ilikuwa ni taratibu na ndio ilikuwa sharia ya Al-Azhar Sharif. Huwezi kuingia bila kuomba ruhusa kwa mwalimu wako. Hii ilikuwa ni moja katika kuwaweka vijana wanaosoma katika madaris ya Islamia ya sharia, kwanza ni adabu kabla ya ilmu. Ahibati fillah, madrasa zetu zilifaulu sana zilipokuwa zimefungamanishwa na msikiti. Leo waweza kupata mwanafunzi anakwenda madrasa haulizwi kuwa ameswali ama hajaswali. Lakini zamani ilikuwa utaingia alfajiri, baada salat alfajr utaanza kuswali sala ya subuhi msikitini, mwalimu akikuangalia. Mwalimu akuangalia umeswali leo ama hukuswali. Ukimaliza kuswali ubakie msikitini usome, kama ni adhkari ulete. Ukimaliza kuswali salatul fajr na kusoma ndo uende nyumbani. Ukimaliza kwenda nyumbani tena uje tena ukae mpaka adhuhuri, ahakikishe mwalimu umeswali na adhuhuri. Amekusomesha mpaka amemaliza, amekutukua, amekupeleka msikitini, umeswali sala adhuhuri. Ukitoka kuswali sala adhuhuri wenda zako nyumbani ukala chakula cha mchana, kisha kabla ya alasiri waje msikitini tena. Ilikuwa msikiti na nyumba na madrasa ni kitu kimoja. Zamani madrasa ilipokuwa ni msikitini, mwanafunzi yote akiwa hakuswali
basi mwalimu ajua leo mwanafunzi fulani hakuswali swala ya alasiri. Mwanafunzi yote atakusema urongo, akisema urongo basi ajue habari zitamfikia mwalimu. Ilikuwa kuna uhusiano mkubwa sana maisha ya mwanafunzi na mwalimu wake. Madrasa kama hizi zikawa na athari kubwa sana na kulea watu ambao kwamba waliweza kuleta mabadiliko makubwa sana katika ulimwengu. Lakini leo tumezifanya madrasa zetu ni kama nyingine. Mwanafunzi ataingia kama ni saa 3 asome, ikifika saa 5:30 atoke ende zake. Mwalimu hajui huyu mwanafunzi ameamka saa ngapi, ameinuka usiku. Zamani madrasa zilikuwa zikihakikisha mpaka mwanafunzi ainuke na akhiri layl, ainuke kabla salat al-fajr apate sala za usiku. Leo mwanafunzi atakuja saa 3 atasoma, ashike msahafu asome, mwalimu hata hamuulizi umeswali ama hujaswali, hajimuulizi una udhu ama huna udhu. Zamani nakumbuka tulipokuwa na zamani zaidi, ilikuwa zaidi na zaidi alaka mwalimu na mwanafunzi ilikuwa kubwa sana. Mwalimu wa madrasa alikuwa na dori kubwa sana kiasi ya kwamba yeye ndio anayemuongoza ule mwanafunzi wake katika maisha yake yote. Mzazi anamweka mwalimu kabla mtu mwingine yoyote. Hasafiri mwanafunzi mpaka kwa ruhusa ya mwalimu. Lakini sasa hivi maskini mwalimu, mzazi atamsafirisha amuondoshe mtoto wake ampeleke anapotaka bila hata kumpasha habari mwalimu. Mambo yamebadilika, sivyo ilivyokuwa madrasa na dori yake zamani na sasa ni tofauti kubwa sana. Hili ni jambo ambalo kwamba lazima tukitaka wale wenye kubeba vipanga mitaani wapungue, waishe. Wale wenye kutumia ulevi na drugs ni lazima iada al-alaqa baina at-talibi wal-muallim, kurudisha uhusiano baina ya mwanafunzi na mwalimu wake, kurudisha heshima. Mwalimu alikuwa ni mtu ana heshima kubwa sana. Watu wote watamani wao wawe walimu. Lakini sasa hivi muulize mtoto yoyote, hata alokuja hapa kusikiza hii darasa sasa hivi, muulize wataka kuwa nani, atakwambia mimi nitakuwa pilot. Kwa sababu aona kuwa mwalimu ameshushwa cheo chake kabisa, hana thamani yoyote. Ukiwa wewe unataka kudharauliwa katika jamii, basi wewe jinasibishe na walimu, basi mwanzo wa kudharauliwa ni wewe. Hii ni jamii imetengenezwa fikra hii, si kwa ni jambo ni sisi tumelitaka, bali tumelazimishwa kupitia media tunazozitizama, kupitia magazeti yanayoandikwa. Leo mwalimu mmoja akapatikana na hatia, ameifanya kosa, haangaliwi kwa huyu mwalimu ndo amekosea. Social media zote zitatukana walimu wote bila istithna, bila exception. Mwalimu mmoja tu na kosa la mwalimu huyo mmoja, lakini mal asafi shadid media zapiga vita walimu. Nafikiri mwajua yanayotokea mitandaoni juzi na jana, imekuwa mwalimu yoyote, walimu ndo kazi zao hizo. Mwenyezi Mungu atusalim salama. Hili ndilo linomfanya mtoto wetu wa sasa hatamani tena kuwa mwalimu. Ahibati fillah, napenda nisome aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyoko katika suratul Baqara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan tarda imekuja kwa lan, harfi ya nafi ya istiqbal, kwa hawatoridhika mayahudi na manasara mpaka mufuate wao.
Ni kumaanisha hizi vita vitaendelea kila siku. Mayahudi na manasara watatulazimisha sisi tufuate kule wanapokwenda wao, tuate huku ambao kwamba ndio asili yetu, ndipo tulipolelewa, tukafuata pahali ambapo kwamba hatujui twenda wapi. Nafikiri nyote mwajua sasa hivi madrasa au skuli au sehemu ya taalim imekuwa ni hatari kwa mwanafunzi, badala ya kuwa ni pahali pa amani, ni pahali pa kuharibu badala ya kuwa ni pahali pa kutengeneza. Hakuna kitu ambacho kwamba tutaweza sasa hivi kuokoa watoto wetu na kuwahifadhi na wimbi kubwa la LGBTQ isipokuwa ni kuwarudisha katika madrasa zile zenye misingi yaliyowekwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwalimu atakapokuwa ajua kwa kazi anayoifanya si kazi yake, ni kazi ya Mtume, ni kazi ya yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alomsifu akamwambia wa innaka la'ala khuluqin adhim. Mwalimu anapokuwa yeye amejipamba na akhlaqi njema, na mwanafunzi awe kama walotangulia. Angalia historia yetu, tusiende mbali wala tusipige mifano ya masahaba na wengineo. Tusiende mbali wala tusipige mifano ya masahaba. Sheikhul Islam ni mmoja katika ulama wakubwa wa Afrika Mashariki. Siku moja alikwenda kwa mwalimu wake. Kwa bahati alipokwenda nyumbani kwake kwa mwalimu wake, alikuwa amembebea amana ambayo kwamba amepewa ifikishe. Akaenda kule, akawa mwalimu ashafunga mlango, akasimama kuanzia usiku mpaka asubuhi kumsubiri mwalimu wake. Hii ndio ilikuwa akhlaq zilokuweko katika madrasa zetu za Kiislamu. Ahibati fillah, madrasa zetu zahitajia ziwe na mabadiliko makubwa sana, lakini tufahamu kwa mabadiliko yote yataka kubadilika katika madrasa zetu lazima zibakie katika misingi yake ya asili. Rabtul ilm bil amal, watoto lazima wasomeshwe na wafundishwe ilmu na amal. Hili ni jukumu la walimu. Walimu lazima wahakikishe kuwa yoyote anayesoma Qur'an aifahamu Qur'an na aitekeleze kwa vitendo Qur'an. Wewe uhifadhi Qur'ani, wewe umemaliza msahafu, lazima akhlaqi zako ziwe ni za Qur'an. Lazima mwalimu ahakikishe kuwa kile anachosoma mwanafunzi kitakuwa anakitabikisha. Sawa na yule ambaye kwamba atakujifundisha kupeleka ndege. Unaweza kupeleka ndege kwa theory peke yake? Hebu niambieni, kuna chuo gani ambao kwamba chafundisha watu kupeleka ndege wakabakia klasini peke yake, waandikiwa na wapewa mabuku na vitabu? Si lazima mwisho ataingia wapi? Ataingia kwenye ndege aanze kupeleka. Na madrasa zetu lazima kile kinachofundishwa madrasa mwanzo mwalimu mwenyewe awe atakitekeleza, kisha na wanafunzi wetu waweze kutreniwa, waweze kuelekezwa, waweze kuwatekeleza kila wanachokifanya. Hii ndio asili. Masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mmoja ni Saidina Uthman bin Affan radhiallahu anhu wa arda, asema kuwa sisi tulikuwa hatusomi Qur'ani wala hatusomi aya nyingine katika Qur'ani. Tunaposoma aya moja tuhakikisha hii aya tumeifahamu na tumeitekeleza. Saidina al-Hasan al-Basri, watu wa mji wa Basra walikuwa wakimuhusia sana atoe khutba na azungumze siku ya Ijumaa kuhusu itqu raqaba. Bwana eleza bwana watu waweze kuacha huru watumwa.
miaka mingi sana. Kila ukimwambia azungumze mada hiyo alikuwa hakubali kuizungumza, na hawajui wale watu wa Basra ni kwa sababu gani Sayyidina al-Hasan al-Basri alikuwa hazungumzi mada kama hiyo. Mpaka siku moja akaizungumza ile mada, watu wakamwendea kumuuliza, kwa nini ilikuwa wewe kila tukikuomba uzungumze kuhusu itq raqaba ulikuwa huzungumzi mada kama hii? Akasema, siwezi kuzungumza jambo lolote ambalo kwamba mimi sijalifanya. Nimezungumza baada kwa mimi mwenyewe nimetekeleza. Huu ndio mfano wa mwalimu ambaye kwamba tutamhitajia katika wakati huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Madrasa zetu zitakuwa na athari kubwa sana itakapokuwa lile analolizungumza mwalimu awe yeye kwanza atalitekeleza. Huwezi kuambia wanafunzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bashiril mashaina fi dhulami ila almasajid binuri tam yawm alqiyama, wape bishara wale wenye kwenda kwenye giza kwenda misikitini, nuru ilotimia kesho kiyama. Ukiwaamrisha wanafunzi wako wapate kuswali alfajiri kwa jamaa, ilhali kwa mwalimu hainuki mpaka jua lichomoze, haiwezekani. Mwalimu akiwa hatakuwa ni mwenye kutekeleza yale anayozungumza, madrasa zetu hazitoweza kutoa walimu kama walotoka katika mji wa Mombasa, kama walotoka katika mji wa Lamu, kama walotoka katika nchi za Barawa, kama walotoka katika Afrika Mashariki kijumla, Zanzibar na kwengineko. Hakuwezekani kupatikana watu kama hawa. Hii ni nukta muhimu sana. Ahibati fillah, lazima madrasa zetu zikusanye vitu viwili, ilmu na at-taqniya. Nakumbuka tulipokuwa tukisoma, walimu walikuwa wanasomesha wanafundisha wanafunzi Qur'ani, hasa madrasa za Qur'ani, na huko wakiwafundisha kutengeneza majamvi. Nafikiri ndugu yangu au khali yangu Redha jua, kuna madrasa hasa Amu pale ndani ya Lamu, watu wanafundishwa Qur'ani na wanafundishwa kutengeneza majamvi. Mwanafunzi asoma Qur'ani akimaliza ashapata ujuzi kazi za mkono. Wanawake wakishona kofia wakifundishwa na walimu zao, wakifundishwa kupika, wakifundishwa kutengeneza kalafati kwa wanaojua kalafati. Ni aina ya vitu ambavyo vatumika katika kuitengeneza ile mashua inapovuja. Haya tumeyaona kwa macho yetu sisi. Mwanafunzi anaposoma akimaliza kusoma Qur'ani tu, siseme kusoma ilmu, Qur'ani tu ashajifundisha na kazi ya mkono. Hizi madrasa kama hizi ni muhimu sana sana sana. Hatusemi tuwafundishe watu kalafati au kutengeneza majamvi, lakini tuwafundishe watoto wetu wajue wiring madrasa, lakini iwe itakufundisha na vijana kazi za mkono mbalimbali, plumbing. Hizi ni zitu kama walivyofaulu walotangulia kabla yetu sisi, na sisi hatuwezi kufaulu isipokuwa kwa njia ile ile. Ndio tutakosa vijana wa kukaa vibarazani. Madrasa lazima irudi katika kumkidhia haja ya mwanafunzi. Hatuwezi kuwa madrasa ni kusomesha Qur'ani peke yake au ni kusomesha fiqh, lakini mwanafunzi akisha kumaliza pale hana kazi ya kufanya. Ukisikia al-Imam al-Ghazali, ukiangalia ni watu gani walikuwa zamani wao wakitengeneza vitambara. Imam Ghazali hujjatul Islam, lakini alikuwa ajua ana kazi za mkono akifanya. Hii itawafanya walimu wapate heshima, iwe sio omba tena. Kila mwalimu anayesomesha dini na wanafunzi wetu wote ambao kama wanaopitia katika madrasa zetu wajua kujimudu na kufanya kazi zao wenyewe. Hii ni jambo muhimu sana, ni lazima tulimulikiwe katika jamii yetu. Madrasa zirudi kama zilivyokuwa zamani, ziweze kumtengeneza mwalimu ruhiyan na ziweze kumtengeneza mwalimu hisiyan.
Ahibati fillah, المعلم يكون قدوة لا يعلم فقط بل يربي. Hii ni muhimu sana kwa mwalimu. Mwalimu si mujarrad ya kuwa yeye atoa ilmu. Nafikiri sasa hivi tutakubaliana kuwa ukiingia Google au ukitumia ChatGPT, AI itakupatia kila kitu, sio? Ingia Google utapata information. Lakini hatuhitaji information kwa mwalimu sisi. Kwa mwalimu tunahitajia mwalimu ambaye kwamba atakuwa ni murabbi, ni mlezi. Yule mwalimu ambaye kwamba unapokuwa mgonjwa anakuja paka nyumbani kukutizama. Yule mwalimu ambaye kwamba mwanafunzi anamjulia na mzazi anamwangalia mwalimu kabla mtu mwingine yote. Mwalimu ambaye kwamba matatizo yake ni matatizo ya jamii. Leo maskini mwalimu amebakia matatizo yake ni yake yeye mwenyewe. Ni kweli ni urongo? Zamani ilikuwa mfanyi kazi au mfanyi biashara yoyote, kama ni mvuvi akienda baharini lazima atarudi na samaki wa mwalimu. Hayo mimi ni mtoto mdogo sana kwa wingi walioko hapa, lakini mimi nimeshuhudia na nimeyaona. Haya mambo yamepotea kabisa. Hakuna jamii inauthamini kazi ya mwalimu. Ni kweli ama ni urongo ndugu zangu? Nani ambaye kwamba ajua mwalimu yuala nini, yuakaa wapi? Mwalimu aje kusomesha, katika fikra yake afikiria renti leo tarehe ngapi, leo 20 na ngapi, leo 27, hajajua atalipa nini renti nyumbani kwake. Ilikuwa haya hakuna katika jamii yetu. Kulikuwa hakuna matatizo kama haya kabisa, kwa sababu mwalimu alikuwa amemakinishwa si kifedha, bali amemakinishwa jamii yote yasimamwa na mwalimu. Kama vile mwalimu mwenyewe amemakinika kuweza kumfuatilia mwanafunzi ajue leo kwa nini hakuja. Akiwa ni mgonjwa, mwalimu alikuwa ndio tabibu. Kwa wazee wangu walioko hapa, walimu zetu wingi, ukisikia huyu ni mwalimu, basi pia vile vile akitengeneza na dawa. Ukiwa ni mgonjwa una homa, utatengenezea mudmili, mwalimu huyo atengeneza miti matibabu ya kienyeji, atibul an-nabawi, tibul arabi, akhshab, akiwapatia wanafunzi wake madawa. Mwalimu ndio alikuwa akihudumikia jamii kwa kila nyanja. Ilikuwa alaka ya jamii na mwalimu ilikuwa ni alaka kubwa sana kushinda sasa hivi ambapo kwamba imekuwa ni alaka ya kusikitisha na ya kuhuzunisha na ya kudharauliwa. Ahibati fillah, atalibu, zamani mwanafunzi alikuwa akilelewa kifikra, akilelewa kimawazo kabla ya kusomeshwa masomo ya fiqh na aqida. Ilikuwa kwanza kabisa somo linalopelekwa mbele zaidi kwa mwanafunzi ni at-tarbiya. Lazima wakati huu tunaoishi turudi na kuangalia manhaji zetu ambazo kwamba manhaj zimebadilishwa na tumeathirika sana 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 na manhaj za watu ambao kwamba sio katika sisi. Manhaji za watu ambao kwamba hawakupata malezi, hawakupata ilmu ya Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi. Lazima tukusanye manhaji ambao kwamba yajma'u baina al-Qur'an wal ilm al-mu'asir, Qur'ani na ilmu ya kisasa, tuweze kufahamu Qur'ani yasema nini na ilmu ya sasa yasema nini, ili kusudi huyu mwanafunzi tunamuona sasa hivi ni mwanafunzi ambaye kwamba sasa hivi information ziko kila pahali, aweze kufahamu kile anachokisoma na aweze kukielewa. Lazima zamani walimu walikuwa, wewe ukiwa mwanafunzi pia ukifundishwa kusomesha,
Hili nafikiri sote tukubaliana. Katika madrasa ukiwa wewe ni mkubwa, mwalimu alikuwa akikufundisha namna kusomesha pia. Ukishakumaliza kuhitimu, basi wale wanaoanza pia wewe unajifundisha kabisa skills za nini? Za kufundisha. Lakini siku hizi hakuna. Mwanafunzi atasoma, atamaliza, hajui kufundisha yeye. Nakumbuka sisi zamani, kabla hata hujamaliza Qur'ani, ushafika kiwango fulani, umefika suratu Yasin, basi wewe unajifundisha vile vile kuwafundisha wale alif b t. Hii ilikuwa ni manhaj, tutaiona kama ni upuzi, lakini ilikuwa ikijenga. Unakuwa wewe tayari umekuwa mwalimu na hujamaliza hata kusoma, na unakuwa mwanafunzi ambaye kwamba ni wa karibu na mwalimu wako, kwa sababu unapoona mwalimu akutambua wewe anakupa nafasi tofauti na mwingine, unakuwa na moyo, unakuwa na hamu na kusoma zaidi na kuelimika zaidi. Kisha mwalimu anawafundisha, wewe fanya hivi, usifanye hivi, huyu mwanafunzi msomeshe hivi, usimsomeshe hivi. Hayo yote yalikuwa kipatikana katika madrasa zamani, lakini sasa hivi hakuna, kwa sababu tumejaribu kutoka katika manhaji ya tarbia, tumebakia ni manhaji ya ilmu peke yake. Tunajaribu kuigiza wasokuwa sisi, tutukua manhaji zao, tukasahau manhaji ya Mtume na Abu Huraira alipokuwa na njaa, alikuwa hakuna palipokimbilia isipokuwa akimkimbilia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa kwa Mtume kwake ni kila kitu, anachotaka arudi kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa akikaa karibu. Wingi walosoma na wakawa mashekhe, basi walilelewa na walimu. Utapata huyu shekhe lake alikuwa ni huyu, basi alimsomesha, akamlelea na akamuozesha, akamuoa binti ya shekhe lake. Mmoja katika watu walopata bahati kama hiyo katika ulama zetu ni Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafidh. Al-Habib Umar amesoma kwa nani? Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Amemsomesha, amemlea, amemuozesha. Hii ndio kukaweza kupatikana athari kubwa sana katika jamii yetu, tofauti na masomo ya kisasa ambayo kwamba hayana uhusiano. Lazima uhusiano baina mwanafunzi na shekhe uwe mkubwa zaidi, ndipo patakapokupatikana mabadiliko. Madrasa zetu ambazo kwamba zinazosomeshwa, tumefurahi sana, tuliweza kupata daura juzi ya walimu ya kuboresha manhaj. Lazima manhaji zetu zibadilike, ziende na wakati wa sasa. Zamani sisi tulikuwa tukifundishwa ukishika kijiti katika nini? Ukishika kijiti kile cha mnazi ndio kielekezwa alif, kwa sababu upate kufanya nini? Kuconcentrate na ile kitu ambacho kwamba ile kijiti imegusa. Alif ni hii, ujue. Mwalimu asikwambie alif kumbe wewe angalia b. Akusomesha kwambia alif, weka kijiti chako katika alif. Hii ilikuwa ni wasila iliyokuwa wakati ule. Lakini sasa hivi mwanafunzi ahitajia pia asomeshwe kupitia, sasa hivi kuna PowerPoint, kuna lazima watu wanafanya nini? Presentation. Lazima kuna presentation unafanyiwa, upate kuona, upate kuelewa, kwa sababu hawa ni wanafunzi na hawa ni watu waliozaliwa katika zama ambazo kwamba sio zama zetu sisi. Huwezi kusema madrasa itabakia vile vile kusomesha tu kwenye juzu peke yake. Lazima tutumie ala ambazo kwamba zipo za kisasa. Ikiwa kuna application ya kufundisha lugha ya Kiarabu, ikiwa kuna AI ya kufundisha lugha ya Kiarabu, artificial intelligence, zote hizi zitumike kwa wakati huu wa sasa. Manhaji haiwezi kubakia ile ile. Hatusemi haya tukasahau kuwa sisi tumetoka wapi. La, tushikamane na asili yetu ambayo kwamba ni ya tarbia na malezi mema, na huku vile vile tukiangalia na mbele, tuwasomeshe vijana wetu kwa namna ambayo kwamba watakao kuelewa. Vijana wetu masaa 24 wako kwenye tab siku hizi. Masala ya television hata imekwisha sasa hivi, hakuna tena. Utakwenda nyumbani hata umuone kijana kushika
remote ya TV, hana tena time ya TV, lakini ana nafasi ya simu yake au ana tab yake. Pale pale lazima tuangalie ulimwengu wa tarbia, education ambayo kwamba yapatikana pale pale kwenye tab. Lazima walimu hizi ni asalibi zitumike kwa wakati huu, lazima zifuatiliwe, lazima tuangalie tuwapate watoto wetu. Hatuwezi tena kuwasubiri watoto wetu wakiingia madrasa asubuhi mpaka siku ya pili asubuhi waje tena washike msahafu. La, lazima kutakuwa na mutaba, lazima kutakuwa na group ambazo kwamba zitakuwa na network baina ya mwalimu na mwanafunzi na mzazi. Zamani ilikuwa mzazi utaonana naye msikitini, mwalimu hata akiwa na matatizo na mzazi kuhusu mwanafunzi, alfajiri atampata mzazi yuko msikitini. Sasa hivi wazazi wenyewe hawana nafasi ya kuja msikitini. Mwalimu maskini ataka kudiscuss kuhusu mwanafunzi, akipeleka barua kwa anataka kukuona uje madrasa, mzazi hana nafasi ya kuja madrasa kwa sababu moja au nyingine. Lakini tutumieni technician au teknolojia zilioko. Kuna grupu za WhatsApp ambapo kwamba zaweza kufanywa baina mwalimu na nani? Baina mwalimu na mzazi na mwanafunzi. Kuna application mbalimbali za kitaaluma za kisasa. Assignment, zamani ilikuwa assignment zikifanywa kupitia labda aambie mwalimu, haya mwanafunzi, haya kesho ukija, leo umekoma suratu Taha, nenda katwali, kesho ukija nikusikilize. Lakini sasa hivi kuna application mbalimbali ambazo kwamba zaweza kumfanya yule mwanafunzi aweze kuhifadhi kwa urahisi zaidi kushinda kwa uslubi wa zamani. Lazima kila kile kinachowezekana kuboreshwa, bora kisitoke kwenye msingi na maadili ya Kiislamu. Hatusemi kwa uende ukaangalia video ambayo kwamba anayefundisha ni mwanamke amekaa uchi, hiyo haifai wala hatuitaki. Lakini tutatengeneza video ambazo kwamba za kuwafundisha vijana tajwid, anayesomesha ni mwalimu aliyevaa vizuri, amevaa kanzu, asoma Qur'ani kwa uzuri, na mwanafunzi akasoma wakati wote. Hili ni muhimu sana ili tuweze kwenda na wakati, na tarbia ndiyo jambo muhimu zaidi katika jamii yetu. Wazee wangu na wazee wangu na ndugu zangu mlioko hapa mnaonisikiliza na mnaonifuatilia, innal madrasata alislamia hiya jisrul umma ila albaqa. Ndiyo madrasa ya Kiislamu ndiyo bridge ya umma kubakia. Ikiwa tunataka umma huu wetu ubakie, basi tujue madrasa ya Kiislamu ndiyo pekee ya kuwahifadhi watoto wetu, ndio kivukio pekee yake ambao kwamba kitatutoa katika shida ya matatizo yote yaliyoko, kututia katika salama. Wa miftahuha huwa taqwa, na ufunguo wa hii ilmu ya madrasa ni kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa yuallimukumullah, muogopeni Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atawaelimisha. Wa qiblatuha al-akhlaq, na qibla cha madrasa ni tabia njema. Bas, full stop. Bila hizo hakuna ilmu yoyote wala hakuna chochote tutakachokipata. Ahibati fillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivomtuma bwana mtume Muhammad kwa lengo la kuelimisha, na Qur'ani ikatwambia katika wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Tatizo kubwa ya wanafunzi wetu na madrasa zetu imekuwa mwanafunzi akisha kumaliza au akisha kufika grade 6, siku hizi manake grade 6 pia wana mtihani wa kitaifa, sio? Grade 6 wana mtihani akifika grade 6
kwisha, hataki tena madrasa wala hataki tena kusoma dini. Hii ni tatizo kubwa. Ajua mimi nitakwenda junior secondary, nikisha kurudi grade 6 nikimaliza nitaingia junior academy, yani junior secondary khalas, hakuna tena. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema waqur rabbi zidni. Ilmu ni kila siku yazidi, haipungui. Huwezi kusema umefika mwisho. Mwanafunzi hata kama atakuwa wapi, atakuwa level sawa sawa ya junior secondary, atakuwa na level ya university, atakuwa hata afike wapi, ilmu lazima iendelee kila siku, haikatiki. Makosa makubwa sisi ni kuwa sasa hivi mtoto wangu amemaliza form 4 ndo ashamaliza kusoma. Ni wangapi katika sisi watoto wao wamefika form 4 amekuwa haijui tena hata madrasa, wala hamjui mwalimu wake ni nani, wala licha yeye kusoma hata kuhudhuria hafla ya madrasa, madamu mimi nimemaliza form 4 sihudhuri tena. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mmoja katika ahli ilmi asema bil ilmi yasluhu ad-din wa dunya. Kwa ilmu hii yetu ya madrasa ndio Mwenyezi Mungu atatutengenezea dini na dunia, na kinyume chake bila ilmu ya madrasa basi hatuna dini wala hatuna dunia. At-talibu idha tarabba fi ahdhan al-ilm ash-shar'i tarabbat nafsuhu ala taqwa. Mtoto akiwa atalelewa katika elimu hii ya kisharia, basi mtoto huyu ndio atakapokuleleka nafsi yake kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ahibati fillah, mada hii ni pana sana na yahitajia ielezwe na ifafanuliwe, lakini nawaambia ndugu zangu mnaonisikiliza, lazima turudi kuangalia namna ya kuziboresha madrasa zetu. Tunahitajia tuweze kurudi kukaa pamoja baina wazazi na walimu, baina wataalamu wa mbalimbali, wanyanya mbalimbali. Lazima madrasa zetu tuzizirudishe hai, ndo tutapata jamii bora. Leo imekuwa kila mtaa kuna matatizo tumbi ndima mingi sana, ni kwa sababu madrasa tumeitupa, hatujaipa muhimu wowote madrasa. Lazima madrasa ihuishwe. Kulikuwa na madrasa zamani nyingi sana, ndani ya majumba kulikuwa na madrasa. Madrasa si lazima watu waiko katika class au waiko katika jumba la gorofa. Madrasa ni pahali popote ambapo kwamba mwanafunzi atapata ilmu. Mzazi vile vile aweza kuwa ni mwalimu. Amekuja mtoto wako kutoka nje, mfundishe akhlaqi. Madrasa si lazima umfundishe Qur'ani ikiwa wewe mwenyewe huipate Qur'ani, lakini madrasa ni kumfundisha tabia njema mtoto wako. Sasa hivi imekuwa shida kubwa ni mzazi na mtoto pia wao hawana uhusiano. Kijana aweza kuja akaingia nyumbani, akiingia nyumbani aende akapakue chakula peke yake. Mmoja katika madrasa na ada muhimu sana ni mzazi kula pamoja na mtoto wake. Hebu niulize, siku hizi mzazi ana wakati na kula na mtoto wake? Mama yuala peke yake, akishakupika akijisikia kula atakula. Baba naye atakula peke yake, pale anapojisikia mwenyewe atakula, na mtoto ataingia nyumbani wakati atakao yeye, atakula peke yake. Kumfundisha mtoto ni kuishi naye, ni maisha kamili. Hata kula lazima mzazi ukae na mtoto wako ufundishe namna kula. Zamani ilikuwa dori hii ya kumfundisha mtoto kula ilikuwa ya mwalimu, kwa sababu mtoto alikuwa akipelekwa kwa mwalimu, akiishi kule, akifundishwa, akisomeshwa, akilala pale, akivalishwa na kule, akifundishwa namna kuvaa. Lakini
Sasa hivi wazazi wana umuhimu sana wao, kwa sababu wako na watoto wao, waweko na wao. Hata kula hilo ni jambo dogo naliona, useme mimi sijasoma, mimi sina shahada, mimi siipate Qur'ani, lakini wewe kama mzazi waweza kuteza dori kubwa sana, ukamfundisha maneno gani azungumze na maneno gani asiyazungumze, nguo gani avae na nguo gani asivae. Zamani ilikuwa mtoto akikata nywele makosa, mwalimu haulizi chochote, anachukua makasi anamkata, anamwambia ukitoka hapa nenda katengeneze nywele zako. Lakini sasa hivi mwalimu akifanya jambo hilo atafungwa na mzazi. Kwa nini umemkata mtoto wangu nywele? Hii habari nishaipata. Mzazi amekwenda kumtishia mwalimu, kwa sababu kwa nini mwalimu amemwambia amemkata makasi, amemkata nywele mtoto? Kwa sababu amekata tuitaje ganjo. Kila mmoja lazima atake responsibility. Mzazi atukue nafasi yake, mwalimu atukue nafasi yake katika kumlea mtoto, na jamii vile vile itukue nafasi katika kumlea mtoto. Al-Imam Al-Ghazali asema al-muallimu yanbaghi an yakuna murshida la mujarrada mulaqin. Hii ni jambo muhimu sana sana sana. Lazima mwalimu awe atakuwa ni mwongozi, awe atakuwa ni mlezi, si kwenda kumwambia haya soma Qur'ani, Ar-Rahman nasema Ar-Rahman, allama al-Qur'an. Haitoshi. Hiyo ni muhimu, lakini vile vile awe atakuwa ni mwongozi katika maisha ya mtoto. Ibn al-Jawzi asema, Ibn Qayyim al-Jawzi asema katika maneno yake muhimu sana, asema idha ra'aita tifla nasha'a 'ala al-qiyam, pindi unapomwona mtoto amenyanyukia katika maadili mema, fa'lam anna khalfahu, jua kuwa nyuma yake kuna madrasatan rabbaniya, kuna madrasa ambayo imemlea kwa namna inamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa namna anavyotaka Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kinyume chake, ukimwona mtoto matata hako katika njia barabar, basi ujue kuwa hakupata madrasa na malezi mema hakuyapata katika madrasa. Hizi zitu, wazee wangu na mnanisikiliza, ni muhimu sana sana sana. Tusikimbilie kutafuta suluhisho lolote. Suluhisho ni wewe na mimi na mwalimu, tukubaliane huyu mtoto aweze kusoma kwa namna inavyostahiki. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ilikuwa mama yake akimnyanyusha usiku ili apate kwenda msikitini, huku akimwambia al-ilmu nurun fala tufawwithu bin naum. Mama huyo, sikiliza, angalia mamama wanapokuwa wametake responsibility yao kwa katika malezi, amwambia al-ilmu nurun, ilmu ni nuru, basi usipoteze kwa usingizi. Lakini leo mama, madamu hakuna shule, hamwamshi mtoto wake kwenda msikitini kuswali alfajiri. Mama amwambia mtoto wake inuka usichelewe kwenda skuli, hamwambii inuka ukamsujudie Mola wako. Leo wanazuoni walotangulia walifaulu kwa sababu wale wazazi walikuwa wajua namna kuzungumza na mtoto. Usijaribu kabisa ukamlani mwalimu au kalani madrasa mbele ya mtoto wako, kwa sababu ukisha kufanya hilo la kuzungumza vibaya kuhusu madrasa mbele ya mtoto wako, basi wewe ndio mwanzo ushampoteza
na ushamtoa kwenye mwelekeo mtoto wako. Kwa sababu asema ikiwa babangu azungumza hivi kuhusu madrasa, mimi nikafanya nini madrasa sasa? Tujaribu kupima neno lolote ambalo kwamba tutazungumza mbele ya watoto wetu, kwa sababu hujui athari mbaya inayopatikana katika lile neno ambalo kwamba utakalo kulitamka. Ahibati fillah, na hakuna wakati muhimu sana wa kumfundisha mtoto kama anapokuwa mdogo. Wengi katika sisi wanapuuza umri mdogo wa mtoto wao, wakisema mwache huyu bado acheza, mwache huyu bado hajawa na akili. Mtume salawatu rabbi wasalamu alayhi ametufundisha kwa mtoto huamrishwa kuswali akiwa na miaka mingapi? Miaka 7. Jiulize wewe, mtoto wako ambaye kwamba ana miaka 7, je, wamwamrisha kuswali? Bado ni mdogo huyo, hajabalighi. Ikiwa hakuzoea kuswali udogoni mwake, hawezi kuswali akiwa mkubwa. Leo tukiona watoto wetu hawaswali, hawana hamu ya kuswali, tusianze kumlaumu huyu wala mwalimu wala mwingine. Jilaumu wewe mzazi, kwa sababu ashazoea kutoswali, ataswali akiwa mkubwa. Mmoja katika ulama asema kullu adabin yuktasabu fi sighar yuthmiru fil kibar, adabu yoyote ambayo itapatikana katika umri mdogo, basi matunda yake utayaona katika ukubwa. Usidharau kabisa mtoto wako. Mtoto wako hakika kumvalisha hijab. Kuna wengine hawavalishi watoto wao hijab mpaka wabalighi. Vipi? Hijabu inakuwa kwake yeye aona ni kama mzigo, kwa sababu tangu ainukie havalishwi hijab, atembea bila hijab. Akifika umri ya shabalighi ndio wamwambia sasa hivi vaa hijab. Hakuzoea, aona ni mzigo mkubwa, aona ni kama ni jambo la dhiki kwake yeye. Lazima mtoto ukitaka aweze kupenda kufanya khairi, mfundishe tangu udogoni mwake. Mwelekeze tangu anapokuwa hajaelewa hili jambo umuhimu wake, kisha baadaye. Mimi nilipokuwa mdogo, nakumbuka katika malezi ambayo yameleta athari kubwa sana katika maisha yangu, mzee wangu alikuwa hataki kabisa nivue kofia. Nafikiri hapa kunao wanaojua pia habari kama hizo. Alikuwa hataki kabisa, hii kofia wewe huwezi kuivua, lazima uwe na kofia yako kila pahali. Mpaka nikijiuliza, marafiki zangu wote wenyewe wanakata nywele vizuri nini, wana shine, mimi babangu hataki mpaka nitoke na kofia. Why? Baadaye nilipokuwa mkubwa nikajua kuwa babangu kumbe alinilazimisha kofia, kwa sababu mimi nikishakuwa nimevaa kofia siwezi kufanya jambo ambalo kwamba ni la makosa, kwa sababu nitakuwa naheshimu ile kofia niloivaa. Siwezi kuvuta sigara, siwezi kwenda disco, au nitakwenda disco na kofia yangu. Yatosha ile kofia niloivaa yanikataza mimi nisiingie pale pabaya. Mimi nitaweza kuwa nimevaa kofia kitu ambacho kwamba ni sunna, kisha nikafanya jambo baya? Watoto wetu tuwazoeshe kila mazuri tangu udogoni mwao. Ujue akisha kupevuka, Waswahili wana msemo wasema udongo upatilize ungali maji. Ukisha kukauka udongo unaweza kupeleka unavyotaka wewe, utavunjika, hautakubali kwenda vile unavyotaka wewe. Wazee wangu na ndugu zangu, naona time zimekwisha na maneno ni mingi na karatasi ni nyingi nilozibeba hapa na pointi ni nyingi ambazo kwamba sijazizungumzia, lakini nataraji tumeweza kuona umuhimu wa madrasa zetu katika kuhifadhi maadili yetu. Tukiwa tutaka tupate madrasa na tuweze kupata matokeo mazuri ya madrasa, basi lazima
tusimame pamoja, wazazi na wenye kusoma, wanafunzi na mwalimu, tuweze kujenga ngome ya kuweza kudhibiti maadili, hasa katika zama hizi zetu za sasa ambazo kwamba maadili yamekuwa ndiyo bidhaa iliyokuwa ghali zaidi na thamani zaidi kushinda jambo lingine lolote. Mwenyezi Mungu inshallah atujalie ni wale wenye kusikiliza mazuri na kuyafuata. Tumombe Mwenyezi Mungu atuhifadhi sisi. Tumombe Mwenyezi Mungu atuhifadhie watoto wetu. Tumombe Mwenyezi Mungu atutengenezee hali zetu. Tuombe Mwenyezi Mungu atuletee mabadiliko katika jamii yetu. Tuamue kubadilika. Tuamue kuitukuza madrasa. Tuamue kuipenda madrasa. Tuamue kuthamini mwalimu wa madrasa. Tuamue kuithamini elimu ambayo kwamba alikuja nayo ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuamue kuitukuza kitu kilichotukuzwa na Mwenyezi Mungu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Katika kitu kilichonyanyuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ilmu. Kuna daraja kubwa sana katika ilmu. Mwenyezi Mungu inshallah atuwafikie katika kila la khairi. Mwenyezi Mungu atie sisi wazazi mahaba ya ilmu yetu ya dini. Mwenyezi Mungu atie mapenzi wanafunzi katika kuipenda dini. Mwenyezi Mungu atujalie haya tuliyozungumza yawe ndio sababu ya kupatikana mabadiliko katika jamii yetu. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Leo siku ya Ijumaa tarehe mosi Muharram, tutasema kwamba chombo kimetoa nanga. Chombo kimetoa nanga, kimeanza safari. Safari itaendelea insha Allahu Taala siku 10 mpaka tena chombo kitakapotia nanga, kwa sababu ya kuweza tena kupanga safari nyingine inayofuatilia baada ya hapo za kawaida. Katika siku 10 kama hizi za Muharram, kama ada yetu msikiti wetu huu Masjid Konzi kuandaa na kutayarisha mihadhara kama hii ya siku 10 kama njia moja ya kufungua ama kusherehekea mwaka wetu mpya wa Kiislamu kwa mambo mazuri kama haya, mengi mazuri, ikiwemo mihadhara ya siku 10 iliyoendelea zaidi ya miaka, kama sijakosea, 25 au zaidi au 30 kwa wanaofahamu zaidi. Kwa hiyo leo tumeanziwa na ndugu yetu kipenzi chetu Said Ahmad bin al-Habib Muhsin Said Ali Badawi kueleza madrasa ndiyo ngome ya mujtama. Tumefaidika na mengi katika aliyotueleza, na madrasa kama alivyotueleza, si lazima kila anayesoma madrasa awe imamu. Hii ni fikra labda watu wengi wanafikiria huko. Inamaanisha kila anayesoma madrasa ameitikia mwito wa lazima wa kujua dini yake na kuisoma dini yake, kisha baada ya hapo anaamua kuwa atakavyokuwa katika kuendeleza maisha yake ya kiulimwengu na kutengeneza akhira yake. Kwa hiyo unaweza kuwa yoyote baada ya kusoma madrasa. Isije fikra kwamba mtoto wangu nikimpeleka madrasa hafai kuwa rais wa nchi, anafaa kuwa rais wa nchi. Isije fikra kwamba hafai kuwa governor, anaweza kuwa governor, bali ndio atakayefaa kihakika kuwa governor, kwa sababu anaelewa hukuki za watu na hukuki za Mola na hukuki ya watu wote. Isije fikra kwamba mtoto wangu hafai kuwa mbunge kwa sababu amesoma madrasa. Hii fikra si fikra. Kama tulikuwa tunawaza hivyo, basi tusiwaze hivyo. Tunahitaji sisi tuwe na
rais anayeweza kuhutubu khutba kwa Kiarabu na kusoma Qur'ani kwa kichwa. Tunamhitaji gavana anayeweza kuhutubu kwa Kiarabu na kusoma Qur'ani mzima kwa kichwa, na wengine wote faqis ala dhalik. Kwa hiyo tusije katika kuwaza mawazo mabaya ya kusema maana ya madrasa ni kumtupa mtoto wangu awe tu baadaye imamu wa msikitini. Japo uimamu haudharauliwi, lakini tutaka imamu ambaye atamenyana na wenzake katika kila nyanja. Ukija ofisini, imamu yule yule ndio yuko kwenye ofisi, imamu yule yule ndio yuko katika uongozi, imamu yule yule ndio ni mfanyibiashara mkubwa wa kutegemewa. Kwa hiyo dini inatengeneza maisha. Tusomeshe watoto wetu dini ili maisha yetu yawe bora. Ndio ufupisho wa mazungumzo na muhadhara tuliopewa na ndugu yetu Said Ahmad, jazahullahu khairan. Sizungumzi kuwa ni taaliki, lakini nafasi hii ni nafasi ya Ustadh Badru. Kawaida ustadhi wetu, shekhe letu, yeye ndiye mwenye kuelekeza meli inapotoa nanga mpaka itakapotia nanga. Lakini kwa sababu ya udhuru wa kuenda kwenye nikah na harusi, basi na Ustadh Alamin ambaye ni imamu wa msikiti wetu hapa Konzi ametutaka sisi madamu tumehudhuria basi tuweze kueleza ama kutangaza darasa la kesho na muhadhara wa kesho. Kesho insha Allah taala, kama leo tulivyokuja wengi, basi insha Allah na kesho pia tuwe wengi na wengi. Tutakuwa na ndugu yetu, rafiki yetu, kipenzi chetu, Maulana Sheikh Mubarak Ahmad Awes, ambaye atakuwa na sisi, imam wa Masjid al-Huda Nairobi. Atakuwa na sisi kesho insha Allah taala kutueleza mambo ya AI tulotajiwa kwa mbali. AI yani artificial intelligence, kwa Kiarabu wanaita adh-dhaka'ul istinai. Adh-dhaka'ul istinai, basi ukitaka kufahamu ni nini adh-dhaka'ul istinai na yaweza kutumiwa katika nyanja gani na madhara yake ni yapi na faida yake ni ipi ama faida zake ni zipi, twafaa kufaidika na artificial intelligence vipi, twafaa kutumia katika kutusaidia katika maisha vipi, basi insha Allahu taala mimi nakunasihi biidhnillah, kesho wewe swala ya magharibi kwa jamaa katika Masjid Konzi kama wewe si imamu wa msikiti mwingine, ili usikose safu ya kwanza na safu ya pili katika kusikiliza muhadhara wa kesho. Kesho insha Allah tutafahamishwa muhadhara unaofuata kesho kutwa na ustadhi wetu Ustadh Badru, jazakumullahu khairan. Mwenyezi Mungu amjaze khairi ustadhi wetu Said Ahmad Badawi bin al-Habib Muhsin kwa darasa alotufanyia. Mwenyezi Mungu ampe siha na afya, tuzidi kufaidika naye, na watakao kuja kesho na kesho kutwa na mpaka chombo kikiendelea zaidi. Mwenyezi Mungu awabariki wote. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا